Aprili. Na tayari tumeanza utekelezaji rasmi sasa wa jambo letu. Karibu sana. Unajua tulikuwa tunamsikiliza pia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio. Wakati anaendesha zoezi la upandaji wa miti siku ya jana. Ndio. Na moja kati ya halmashauri ambayo imeguswa ni halmashauri ya wilaya ya Tanganyika. Moja kati ya sehemu ambazo wanatunza sana miti kwa wingi, na moja kati ya halmashauri ambazo zinaingiza fedha nyingi sana kutokana na hewa ukaa. Kama ambavyo mimi nimesema mwanzo, mtaalamu, kwamba hewa ukaa mimi nafikiri labda ni kitu fulani ambacho kinatengenezwa, kinakuja kuuzwa, alafu mwisho wa siku halmashauri inaingiza fedha. Tuweke sawa kidogo. Hewa ukaa ni nini na ipoje? Asante sana ndugu mtangazaji. Labda kwa kuwa sijajitambulisha, nianze kwa kujitambulisha, halafu sasa nitakuja kujibu swali lako. Jina langu naitwa Juma Maziku. Mimi ni engineer, wengi wanapenda kuniita engineer Maziku. Ni mtaalamu wa mazingira kutoka shirika la maendeleo la Ujerumani, kwa kifupi tunaita GIZ. Tuna ofisi yetu hapa Mpanda, iko Mpanda Plaza floor ya P. Kwa hiyo huo ndio utambulisho wangu. Sasa tukija moja kwa moja kwenye swali lako zuri, na nikutoe wasiwasi, sio wewe tunayefikiri hivyo, ni watu wengi wanafikiri hivyo, na hata mimi mwanzo nilikuwa nafikiri hivyo. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni cha kawaida. Sasa kwa kwanza tuanze na hewa ukaa ni nini, au wengine wanaita tu carbon. Carbon ni kitu gani? Shule ya msingi tulisoma, tulipokuwa tunasoma science, tukaambiwa kwamba mimea ina tabia moja, inavuta hewa chafu ambayo ni carbon dioxide, lakini pia inatoa hewa safi ambayo ni oxygen, ambayo sisi ndio tunatumia. Sasa ile hewa chafu carbon dioxide ndio hewa ukaa yenyewe. Na wengine kwenye magari tunaona kuna moshi unatoka ukiwa unaendesha gari, ule moshi unaotoka ndio hewa chafu na ndio hewa ukaa. Sasa hiyo ndio hewa ukaa. Sasa tukija sasa kwenye swali lako na mtazamo wako ulivyokuwa nafikiri kwamba watu wakisema tunauza hewa ukaa au tunauza carbon, mtu mwingine anafikiria tunaziweka kwenye mitungi alafu tunaipeleka wapi? Ukweli ni kwamba miaka ya nyuma sana, kuanzia mwaka 1980 hapo, kulikuwa na tatizo kubwa sana nchini Marekani. Kulikuwa na mvua za tindikali zilikuwa zinanyesha. Sasa wakatafakari, hizi mvua zinasababishwa na nini? Baadaye wakaja wakagundua zinasababishwa na hii hewa chafu ambayo inatoka kwenye viwanda. Kwa hiyo wakasema, ili tukomeshe hili tatizo tufanye nini? Wakasema sasa inabidi tuweke kiwango kwamba mtu mwenye kiwanda anatakiwa azalishe hewa chafu kwa kiasi fulani. Akizidi hapo inabidi alipie. Sasa wale ambao pia wenye viwanda ambao wataweza kuzalisha chini ya kiwango ambacho wameruhusiwa kuzalisha zile hewa chafu, maana yake hao watapewa kibali cha kuuza kile kiwango ambacho kimebaki kwenye kile kiasi walichokuwa wamepewa. Kwa hiyo hapo ndipo mwanzo kabisa wa biashara ya hewa ukaa ilipoanzia. Kwa hiyo miaka 1980 ilikuwa ni Marekani tu. Ilipofika mwaka 1992 Umoja wa Mataifa na wenyewe ukaanza kufikiria, sasa kama Marekani wenyewe wameweza, lakini ile hewa haishi Marekani tu, vipi watu ambao wana viwanda Ujerumani, wana viwanda Ulaya, wana viwanda China, maana yake wanazalisha hewa ukaa ya kutosha? Na kwenye hotuba ya Mheshimiwa Rais tumemsikia alivyokuwa akielezea mabadiliko ya tabia nchi, kwamba chanzo chake mabadiliko ya tabia nchi ni hii hewa chafu, ambayo shule ya msingi na sekondari tulisoma kidogo kwamba kule juu tuna ozone. Ozone inakuwa kama blanketi ambalo linakuwa likizuia joto, lakini pia likizuia mwanga wa jua usije ukawa na athari kwa dunia yetu. Sasa hizi hewa chafu zinazoenda kufanya, zinatoboa lile blanketi. Matokeo yake ni nini sasa? Matokeo yake joto linaanza kuongezeka.
Ndio maana sasa hivi hali ya hewa ya Mpanda sio kama ya miaka 30 iliyopita. Lakini pia mabadiliko ya tabia ya nchi pia yanapelekea, rais amesema hapo kwamba tunakuwa na mvua ambazo hazitabiriki. Tumezoea Katavi, watu walikuwa wamezoea mwezi wa 11 wanaanza kulima. Sasa hivi ni mpaka mwezi wa 12 wa kwanza. Sasa hivi ukienda huko Majarubani ndo wanaanza kupandikiza mpunga. Maana yake hayo yote ni madhara ya nini? Ya tabia nchi. Sasa hapo sasa Umoja wa Mataifa kaanza kufikiria tunafanyeje ili basi nchi zilizoendelea ambao ndo wazalishaji wakubwa wa hewa ukaa, wakasema tuwafanye nini ili sasa na wao waanze angalau kuwalipa watu ambao wanatunza mazingira, kwa sababu anga halina mpaka. Wewe viwanda vyako viko Marekani, viko China, lakini athari yake inatufikia mpaka sisi wa Tanzania ambao tuna viwanda vichache, lakini pia mazingira yetu yako vizuri. Sasa ndipo hapo sasa wazo la kuwa na hii biashara likaanza. Kwa hii kimsingi sio biashara, ila tunasema tunawapa motisha watu wanaotunza mazingira. Kwa hiyo ni motisha kwa wanaotunza mazingira. Kwa hiyo sasa ilipofika mwaka 1997 kikao cha Umoja wa Mataifa, tumezoea kuita ni Kyoto Protocol kwa kitaalamu, walikaa wakatafakari. Sasa hii biashara tunaifanyaje? Au hawa watu tunawapaje motisha? Ndipo sasa kikaanzishwa chombo maalum cha kusimamia hii biashara ya hewa ukaa. Na kuanzia mwaka 1997 mpaka 2005 ukawa sasa ni rasmi, ni biashara ambayo inatambulika duniani. Sasa kwa ufupi sana hii biashara ilivyo ni kama nilivyosema, wenye viwanda wanachafua mazingira, lakini sisi tunaotunza miti, ambayo miti tumesoma pia kwamba inajitengenezea chakula chake kwa kutumia hii hewa chafu. Na kwa maneno mafupi ni kwamba ikishatengeneza kile chakula inaenda kuhifadhi kwenye shina na kwenye mizizi. Kwa maana hiyo sasa kunakuwa hakuna tena uwezekano wa hii hewa chafu kwenda angani. Kwa ufupi, kwa hiyo swali la kwanza ndio tukawa na hii biashara sasa hewa ukaa ikaanza duniani mpaka na sisi Tanzania tumeanza. Kwa Tanzania mradi wa kwanza kabisa ulianza mwaka 2015, lakini ndio ulikuwa kwenye majiko banifu. Lakini kwenye misitu mradi wa kwanza ni huu tulionao Tanganyika, ambao tumeanza kuona matunda yake kuanzia mwaka 2021-22, ndio tukaanza kupata fedha kutoka kwenye mradi wa Tanganyika ambao unaitwa mradi wa Ntakama, huko katika vijiji vya Katuma na vijiji vingine 4 ambavyo vinazunguka maeneo hayo. Asante sana. Sawa, nikiangalia pia umetupitisha ni kwenye historia pia. Tumefahamu kwamba kumbe ni mwaka 1980 ili jambo aliona kuna umuhimu wa kulifikisha pia kote, pia wamewaza hivyo. Lakini nikitazama umesema kwamba si biashara, bali ni kama motisha kwa wale ambao wana uhifadhi wa mazingira. Sasa kipimo kinakuwaje, yani kufahamu kwamba kwa utunzaji huu wa mazingira hawa wanastahili kupewa bilioni 2, kwa utunzaji huu hawa wana bilioni 1. Yani hapo hicho kitu natamani kufahamu pia. Kwamba inafanyikaje? Inafanyikaje sasa hii business mpaka kujua kwamba hawa wanatakiwa motisha hii, lakini kwa hapa walipofikia hivyo, hicho kitu natamani. Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza ifahamike kwamba hii biashara kama nilivyosema mwanzoni sio kitu ambacho kinashikika. Kwanza hakishikiki. Hewa haishikiki. Lakini pia hatuisafirishi. Ndio. Kwa hiyo kinachofanyika ni hesabu. Kwa hiyo ni biashara ya kimahesabu. Na hesabu zenyewe tunavyozifanya, tuchukulie mfano kwa sababu tunasema utunzaji uko katika nyanja tofauti tofauti. Sasa tuzungumzie hii ya misitu. Nimeshasema mwanzoni kwamba mti unajitengenezea chakula chake kwa kutumia hii hewa chafu ambayo ni carbon dioxide. Sasa kinachofanyika
Cha kwanza lazima na ya aina gani. Kwa hiyo aina ya mti, ukubwa wa mti, cha kwanza unaweza ukakusaidia kujua una uwezo wa kuhifadhi hewa chafu nyingi kiasi gani. Kwa hiyo hesabu zinaanzia kwa mti mmoja mmoja, lakini kwa kuwa kwa mfano una msitu wa hekta 10,000 huwezi ukahesabu miti yote. Kwa hiyo tunachokifanya tunakuwa tunaweka plot kama za kuchukulia sample, kwamba hii hapa ndio itakuwa sample yetu. Kwa hiyo tunapima miti yote iliyoko pale mwanzoni mwa mradi, kwa maana ya kwamba tukishasema tu tunaanzisha mradi labda kijiji cha Mnyagara, maana yake tunaanza kuangalia huu msitu wa kijiji ni mkubwa kiasi gani, lakini mwanzoni tunapoanza mradi wetu wingi wa miti ni kiasi gani, lakini pia ni mikubwa kiasi gani. Kwa hiyo tunafanya hesabu, tunajua kwamba kwa mti mmoja una uwezo wa kuhifadhi carbon kiasi fulani. Eka moja inaweza ikatunza tani ngapi za carbon, kwa sababu hesabu zinafanyika kwa tani. Mrahaba mmoja au tunaita carbon credit, mrahaba mmoja wa carbon ni sawa na tani moja ya hewa ambayo imehifadhiwa na ile miti, hewa chafu. Huo ndio mrahaba mmoja au carbon credit wengine wanatumia. Sasa kama mrahaba mmoja ni tani moja ya carbon kwenye eka moja, tunaweza tukawa na mirahaba mingapi, au tunaweza tukawa na tani ngapi za carbon ambazo zimehifadhiwa. Kwa hiyo ndio hesabu ya kwanza kabisa. Lakini pamoja na hiyo hesabu, ili sasa mrahaba wako usiuharibu, kwa sababu pia tunaangalia vitu vingi. Tunaangalia pia, kwa sababu unaweza ukawa na msitu lakini ule msitu unaenda kukata kuni, unaenda kupikia, wanachoma mkaa, unafanyaje? Maana yake tena ukichoma mkaa tayari tena umeshaharibu ile hewa chafu iliyokuwa imehifadhiwa kwenye ule mti, inatoka inaenda tena angani. Kwa hiyo nakuwa haujafanya uhifadhi. Kwa maana hiyo tunaangalia pia hawa watu hawaendi kukata tena mkaa kwenye ule msitu, lakini pia hawakati kuni. Lakini pia tunaangalia shughuli zingine za kibinadamu. Kuna watu wanavamia misitu mle, wanaanza kuanzisha mashamba mle. Kwa hiyo tunaangalia hakuna uharibifu wa aina hiyo, kwa sababu ukienda kufyeka ile misitu tena, maana yake tayari umepunguza wingi, lakini pia umeshatia dosari. Kwa vitu vile vyote tukishaviangalia, mwisho wa siku sasa tunakuja tunasema mwaka huu msitu wetu ulikuwa na uwezo wa kuwa na tani labda 100,000. Mwakani tukija tutakuta labda zimeongezeka. Kwa hiyo tutaangalia zimeongezeka ngapi. Kwa hiyo cha kwanza kabisa tunasema ni baseline, au tunakuwa na pa kuanzia. Ili sasa tujue kwamba zinaongezekaje. Asante, kama nimejibu vizuri swali lako. Swali umelijibu vizuri. Msikilizaji pia waweza kuuliza swali kwa kile ambacho hujakielewa kuhusiana na hewa ukaa kwa namba 0621780663, na sisi tutasoma ujumbe wako hapa, lakini pia mtaalamu atakusaidia kufahamu zaidi. Yawezekana yule ambaye anatusikiliza akawa anajiuliza pia, ni vizuri kuuliza hilo. Kuna faida gani ambayo anaipata huyo ambaye anatoa motisha? Asante. Nchi za Ulaya ambao Ulaya, Uarabuni na sasa hivi China na India wameshaweka sheria. Ndio. Ile sheria ambayo tumeona imeanzia Marekani mwaka 1980, na wao wameweka kikomo cha kiwanda kuweza kutoa ile hewa chafu. Na wameweka sheria pia kwamba ukizidisha unatakiwa kulipa kiasi gani. Kwa mfano nilikuwa najaribu kuangalia mwaka jana 2025 kwa wenzetu bara la Ulaya, faini ilikuwa inaenda, ukizidisha tani moja unalipishwa dola karibia 180, ambazo ni hela nyingi sana. Kwa hiyo sasa chukulia mfano
kwa sababu pia una kiwanda, huwezi ukasema kwamba uache kuzalisha. Kwa hiyo utaendelea kuzalisha. Kwa hiyo kama unaendelea kuzalisha, maana yake ni kwamba lazima tu utazidi kile kiwango ambacho umewekewa, na kama ukizidi unapigwa fine. Sasa kinachofanyika kama walivyokuwa nafanya Marekani, kwamba anayezidisha inatakiwa atafute mtu aliyeweza kuhifadhi hewa chafu sawa sawa na aliyotoa. Kwa maana hiyo sasa, kule wanachokifanya wanaangalia, kwa mfano kiwanda X kwa mwaka huu tumeweza kuchafua kwa tani labda 100,000. Maana yake tunatakiwa tutafute watu walio na miradi ya kuhifadhi mazingira au wenye misitu kama msitu wetu wa Tanganyika, tukawape motisha ya kuendelea kufanyeje, kutunza, kwa sababu wananisaidia mimi wanasaidia sisi viwanda vyetu tuendelee kuzalisha, lakini pia wanatusaidia kutunza anga letu. Kwa hiyo sasa ndio hao sasa wanaokuja sisi kutupa hizo hela, ili sasa wao kule asije akapigwa nini, fine. Kwa hiyo anadaiwa 100,000 tani, amechafua, inabidi aje Tanzania anunue tani 100,000 za watu wa Tanganyika, za watu wawe wa Nsimbo wa wapi, ili sasa yeye kule aweze kuendelea na biashara yake. Kwa hiyo hicho ndicho kinachofanyika. Kwa hiyo ile sasa wanapewa hati ya mauziano au certificate, tunajua cheti. Anapewa cheti kwa sababu mwisho wa siku mradi unapokuja kila mwaka, tunapokuja kufanya tathmini, tunapewa cheti kwamba msitu wetu umeweza kuhifadhi tani labda 200,000. Kwa hiyo tunapewa ile cheti ya kuhifadhi hewa chafu tani ngapi? 200,000. Hiyo ndo tunaoipeleka sokoni. Kwa hiyo yule naye atakuja atasema mimi ninadaiwa tani 100,000. Kwa hiyo tunakuja tunakaa mezani tunafanya biashara. Bana, tani moja unauza shingapi? Ninauza $10. Bana, mimi ni kama tu biashara zingine. Mimi na $9. Basi sawa. Kwa hiyo $9 kwa tani moja, tuna tani 200,000, tunakuwa na dola ngapi? Ni hela nyingi. Kwa hiyo ndivyo biashara inavyofanyika. Kwa hiyo anafaidika kwamba anaepuka kupigwa faini kubwa kule kwao kama asingekuja kutupa sisi motisha wa kuendelea kutunza mazingira. Okay. Sawa, sasa nataka tutazame kwa huyu mwananchi ambaye ndio tunamgusa moja kwa moja. Ndio. Huyu mwananchi yeye ananufaikaje? Lakini pia kitu cha pili, natamani pia tuonyeshe umuhimu wa huyu mwananchi sasa kuwa yeye ndo mtu wa kwanza katika kutunza hii misitu ili tuendelee kupata manufaa zaidi. Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza Mheshimiwa Rais alijaribu kugusia kidogo kwamba kwa Tanganyika sasa hivi watu wanajenga shule wenyewe, si ndio? Ambayo ni faida moja kwa moja. Lakini nilisikia pia kwamba kuna wakati wanasomeshewa watoto, lakini pia zahanati wamejengewa. Lakini pia kwa Tanganyika yetu, kwa sababu tunatolea mfano wa Tanganyika ambapo ni rahisi mtu kuelewa, lakini pia kule kuna wakati watoto wanakula shuleni, wanapewa chakula. Ile ni faida ambayo anaipata mwananchi moja kwa moja, kwa sababu kumbuka alitakiwa atoe mchango ili hawa waende wakale, watoto wake wakale, lakini pia angetoa ada kuwapeleka watoto shuleni na vitu vingine. Kwa hiyo hiyo ni faida moja kwa moja. Lakini sasa ukitoa kwa Tanganyika, kwa sababu inao imegawanyika katika sehemu nyingi. Tanganyika ni kwa sababu ni misitu ni ya kijiji, na maana hiyo faida inaenda kwenye kijiji, kwa kila mwananchi ananufaika. Lakini ukienda Karagwe, Mleba, Bukoba, utakuta kuna miradi ya mwananchi mmoja mmoja kwenye zao la kahawa. Hawa maana yake ni kwamba kahawa anavuna, anauza, lakini bado anapewa hela kupitia ule mti wa kahawa ulioko pale. Kwa hiyo unaona anapata faida mara mbili. Sasa ule ni mradi ambao sasa unamgusa mwananchi mmoja mmoja. Unakuta labda naambiwa kwa eka yako moja ya kahawa ulionayo utakuwa unapewa 200,000 kila mwaka. Hiyo kwa sababu tu una miti ya kahawa kwako.
Lakini na ile kahawa, asante sana ndugu mtangazaji. Ndio. Kwanza tu ni kutoa wasiwasi kwamba sio tu mkoa wa Katavi. Mwaka jana tulikuwa na kikao na ofisi ya makamu wa rais. Kumbuka hii biashara hewa ukaa iko chini ya ofisi ya makamu wa rais. Kwenye kile kikao ambacho zilikuwepo taasisi zote za serikali. Na kwa bahati nzuri kwa mkoa wetu wa Katavi pia tulikuwa na mheshimiwa mkuu wa mkoa alikuwepo kule Dodoma. Lakini pia kwa upande wa halmashauri ya Tanganyika walikuwepo, na halmashauri karibia zote wale maafisa mazingira walikuwepo, na watu wengine wengi, taasisi nyingi sana, TFS walikuwepo. Kwa hiyo sasa hivi ni ajenda ya kitaifa, na kwa kusema tu kitu ambacho kinafanyika bado, kwa kuwa ni elimu ndio changamoto. Kwa hiyo kwanza ni kutoa elimu kwa wananchi waelewe, lakini pia kwa wataalamu wetu wawe pia na uwezo wa kuweza kuandaa maandiko, kwa sababu pia kama nilivyosema mwanzoni, hii biashara ni ya kimahesabu tu, haihitaji kuwa na kitu ambacho unaweza ukakishika. Kwa hiyo lazima sasa tuwe na wataalamu ambao wana uwezo wa kuweza kuyaandaa vizuri haya mahesabu. Kwa hiyo mkakati iliyopo kwa kitaifa ni kwamba hii sasa biashara, tunaita biashara kwa sababu inaitwa biashara, ili sasa iweze kuwanufaisha watu wengi. Nimesikia kuna mipango mingi kwa halmashauri ya Mpimbwe kule, na wenyewe bado wako wanajiandaa. Kuna misitu kule ya vijiji, kuna vijiji ambavyo vimeonyesha nia ya kuweza kuingia kwenye hii biashara. Kwa labda tu nitoe wito kwa wataalamu ambao wanauelewa kidogo, naweza siwe sana, kidogo juu ya hii biashara, tuendelee kuelimisha ili tuchangamkie fursa, kwa sababu misitu tunayo imekaa tu, lakini pia hata ikikaa tu sio kwamba haihifadhi hiyo hewa ukaa, bado inahifadhi, lakini hatupati kitu chochote. Kwa kuliko kuwa na misitu ambayo haitupatii kitu chochote, ni bora sasa tukachangamkia hii fursa kabla ya milango mingine haijafungwa, kwa sababu kwa Tanganyika tuna sehemu ya kujifunza. Kwa mkoa wetu wa Katavi ni rahisi sana kwenda Tanganyika kujifunza, lakini pia wataalamu wetu nadhani tu waongezewe uwezo ili sasa wawe na uwezo wa kuandika hii miradi. Asante sana. Sawa. Na Beni, kuna chochote turudi kwa msikilizaji? Turudi kwa msikilizaji, kwa sababu pia na muda upo kasi sana. Kwa kweli. Anasema kumekucha Tanzania, yeye yuko kule Kaseganyama, anasema tunajengiwa zahanati kwa hewa ukaa. Anasema hiyo carbon, tutunze mazingira. Kashinje Mikoma pande za Kaseganyama. Tukushukuru sana. Kwa hiyo ni ananufaika na waya. Kumekucha Tanzania, kwa jina anaitwa Damiano au Omi Allen, anapatikana maeneo ya Nsimbo, Mtakuja B. Hakika nipo nasikiliza 97.0 Mpanda FM, pia nawapata vyema sana watangazaji wote hapo mjengoni. Tunawashukuru sana kwa kutupatia taarifa. Kwa ufupi sana, ukishaingia kwenye mradi wa hewa ukaa, kwa kweli tunazuia kabisa hizo shughuli za kukata kwa ajili ya kuchoma mkaa. Na ndio maana unapewa hiyo motisha ili sasa uendelee kuutunza. Najua unakata mkaa ili upate chochote. Sasa badala sasa kupata hicho kitu kutoka kwenye mkaa, sasa unapewa hiyo motisha ili usiendelee kukata. Kwa hiyo madhara yanakuwepo, na moja kwa moja ikibainika kwamba kwenye huo msitu ambao uko kwenye miradi ya carbon unaingia kukata mkaa, inakuwa moja kwa moja unaweza ukatolewa kwenye huo mpango. Japo sasa kuna shughuli pia ambazo zinaruhusiwa kwa utaratibu. Tunaruhusu watu, kwa sababu tunakisema pia tusifanyike chochote, kwa mfano tusivune miti moja kwa moja, inaweza ikawa ni changamoto. Tutatoa wapi mbao? Lakini pia kuna vitu vingine ambavyo vinatoka. Kwa kuna utaratibu maalum ambao tunaruhusu, lakini sio ule wa kuchoma mkaa. Na ndio maana kwenye mradi wote ambao tukisha kugundua kwamba watu wa jamii ile wana nishati inayotumika labda ni ya kuni, ni lazima pia tuangalie ni namna gani wanaweza wakapata namna nyingine ya kupata nishati.
na kama ni kuni ni kwa namna gani wanaweza wakapunguza hayo matumizi ya nini, ya kuni. Sasa hivi tuna majiko banifu na nini, kwa hiyo ataletwa kule. Lakini pia utapandwa msitu tofauti na ule ambao ni wa miti inayokuwa haraka. Huo ndio utakuwa sasa ni mahususi kwa ajili ya kukata kuni ili watu waweze kupata nishati. Ila sio mle ndani. Asante. Okay. Anasema Kumekucha Tanzania, swali lake ni kuhusu uuzaji wa hewa ukaa. Anasema unapomuuzia mhitaji unakuwa umeitunza katika chombo gani? Mti mmoja unaweza kuwa na kilo ngapi za ukaa kwa mwaka? Yeye anasema anaitwa John Shaha kutoka Itenga. Sijajua kama alichelewa wakati tunaanza au ikoje. Unaweza kumfafanulia kidogo sana. Alikuwa kama mimi. Alichelewa kidogo. Tumesema hii biashara sio kwamba tunakuwa na mitungi au tunakuwa na namna ya kuitoa ile hewa. Hapana. Badala yake tunajua mimea au miti inajitengenezea chakula chake kwa kutumia hii hewa chafu. Kwa hiyo sasa inavyofanya, maana yake mimea ndio inayohifadhi, hatuitoi tena, inabaki humo humo kwenye mti. Lakini pia kwenye swala la mti mmoja unatoa kiasi gani, tulisema hapa inategemea na aina ya mti, ukubwa wa mti. Kwa hiyo na miti yote unaweza ukaitunza na yote itakupa, kwa sababu miti yote inajitengenezea chakula chake chenyewe. Hakuna mti ambao haujitengeneza chakula, lakini wingi wa carbon inayotunza unategemea na ukubwa wake. Kwa hesabu zitafanyika kwa msitu husika, kutoka mti kwenda ekari, mwisho wa siku kwenda eneo zima la mradi. Kwa hiyo hatuhifadhi kwenye mtungi. Labda kwenye maelezo yako nimegusia kwamba kuna shughuli nyingine za kijamii zinaweza zikaendelea kufanyika kwenye msitu ambao labda uko kwenye mradi. Na je, vipi zile shughuli za kilimo ambazo zinaweza zikafanyika mle, lakini wananchi wanaofanya shughuli wasikate miti lakini wakawa wanatunza sasa ule msitu au wanatunza ile miti ambayo ipo kwenye huo mradi? Asante. Kama ulinisikia mwanzoni, hii miradi iko aina mingi. Kuna ya misitu kama huo tulionao Tanganyika, lakini kuna hii ya kilimo shadidi au tunaita kilimo agroforestry, ni kilimo shadidi, ambapo sasa unachanganya miti na mazao. Na nikakutolea mfano, kwa mfano ukienda Kagera utakuta watu wanalima kahawa, lakini kwenye hilo shamba la kahawa sio kwamba kutakuwa na kahawa tu. Ndani yake kutakuwa na mahindi, watalima maharage, watalima nini. Kwa hiyo hicho kilimo pia kinakuwa na nini, kinaruhusiwa. Kwa hiyo sasa kwenye kilimo haturuhusu kwenda kulima kwenye msitu, kwa mfano ule wa Ntakama uende ukalime kule. Lakini tutaandaa mradi mahususi kwa ajili ya kilimo, ambapo sasa unakuta ndani yako na miti, utakuwa unalima maharage, unaruhusiwa, lakini bado unapata huu motisha wa hewa ukaa. Kwa hiyo miradi kutoka mwanzoni tunapokuwa tunaibua, tunakuwa kabisa tunasema huu ni mradi wa kilimo, lakini ndani yake tutakuwa na misitu, tutakuwa na kahawa, tutakuwa na parachichi, tutakuwa na miti mingine. Kwa hiyo sio lazima tuwe hiyo. Kwa hiyo kutoka mwanzoni tunakuwa tunasema. Asante. Sawa, lakini nikukumbushe pia msikilizaji ya kwamba unaweza ukaitazama tena kwa sababu pia tuna mtaalamu wetu hapa, ndugu Samuel Mbugi anaendelea kuchukua video. Kwa hiyo unaweza ukapita kule YouTube Mpanda Radio Media hapo baadaye ukaweza kusikiliza tena kwa wakati mwingine mtaalamu kile alichokizungumza hapa. Samuel Mbugi, mtaalamu wa YouTube na matukio. Na matukio kwa kweli. Lakini tukirejea hapa kwa msikilizaji upande wa jumbe, kabla hatujakwambia chochote cha kusema cha mwisho tuagane. Anasema huu mradi wa hewa ukaa, mfano mkiweka mkataba nao katika eneo husika, je, ni siku zote kizazi hadi kizazi au inakuwa ni kwa muda tu fulani alafu unaisha? Yeye anaitwa Edward aka Toto la Nungula, yuko Sikwisi Mnyamasi Ugala. Asante, hilo ni swali zuri sana. Japo tutakuja kuliongelea zaidi pia kwenye vipindi vijavyo. Ndio. Lakini kwa ufupi, miradi ya hewa ukaa tunavyoiandaa, kwanza ni lazima iwe ni ya kudumu. Na tunasema kwa miradi ya misitu ni angalau kuanzia miaka 30. Kwa hiyo mradi ni kuanzia miaka 30 ya mwanzo na kuendelea. Kwa hiyo ni mradi wa kudumu. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.